Sasa anachosema ni kwamba wao na shida yao ni watu wa Dar es Salaam tu, waingie hapo kwenye michezo, au wanataka na watu wa Morogoro na Dodoma. Kama kuna treni, kwani wasijenge sehemu ambako hata watu wengine wanaweza hebu nipe nafasi ya kiongozi, nipe na namba ya kiongozi wote wa Yanga. Niwaambia wao wanafanya michezo na watu. Manji alikuwa na mchezo huo, akigombea anamwambia Jeni Muro, waambie tunajenga uwanja. Akipata na nyamaza kimya. Semaje alikuwa anacheza na huo mchezo? Kana ameweza leo. Lakini si tayari mkataba umeshasainiwa, kichosalia ni maamuzi tu ya wanachama. Sasa kama mkataba umeshasainiwa, wanachama hawataki, ndio maana unakuta sana wanarudi tena kwa wanachama wao kuomba nani? Yaani wale wanaenda kama kisiasa. Wamefanya mambo yote sasa wanaenda kutafuta ridhaa kwa wanachama ili weje. Kama walishamuita mpaka mkuu wa mkoa wakafungua, walishasaini mkataba 50-50, wanachama wanaenda tena kuenda kusiki nani kwenda kufanya nini sasa? Wanakwenda kupata idhini kwa sababu uwanja unapaswa kwenda kumilikiwa na kampuni. Kwa hiyo wanachama wanapaswa kwenda kutoa idhini. Uweze kutoa idhini, imeshamaliza kila kitu. Wanatakiwa wale wasubiri idhini ndio wapate wamalizie hiyo process. Sasa walikuwa wanazindua nini wakati ulikuwa una idhini? Yaani wao eneo ambalo linamilikiwa na wanachama kwa sasa wanahitaji eneo hilo lihuziwe na kampuni, litoke kwenye mfumo wa wanachama, Sasa ndio nakwambiaje? Haya mambo yanatakiwa kiutaratibu, yanatakiwa kufanya kabla hawajazindua. Unajua kushazindua kitu na mkandarasi ameshatangaza kwenda kuanza kazi. Mfano ukiwa na sintofahamu. Yaani unaamini kwamba kuna sintofahamu hapo? Sawa, utakuwa na dictator, hakuna freedom. Ni kwamba ndio kila kitu kina mchakato. Yaani mchakato waliofanya wao kumzindua na kukuta mkuu wa mkoa, kutangaza kila kitu mpaka share. Na huko kwamba kulikuwa kuna idhini nyingine lazima itoke. Ni makosa. Sio taratibu. Lakini si kwenye mtiririko namna ya uendeshaji, yani namna ya umiliki pia wa uwanja kwa sababu si 50 kwa 50 na wanachama wao wanatoa ardhi. Sasa hivi hata unapomiliki hata ukiwa na eneo lako kijijini kwamba unataka kulipima, kwanza unaenda eneo ni la kwako, kwanza unaenda wa serikali ya kijiji, unamwambia mwenyekiti wa kijiji, anakuitia wananchi pale, wanafanya mkutano, unachangia pale maendeleo, wanakupitishia kwenye mkutano mkuu kwamba wewe unaruhusiwa kupima hilo eneo ni la kwako, halina mgogoro, kama kiwanda, kama nyumba, kama nini, unaruhusiwa kutengeneza hati. Ndio unafungasha, unaenda halmashauri sasa au ardhi na hizo document na hiyo mihuri na hizo nani za watu wamesaini na hicho kikao. Kule ndio kunaendelea process nyingine, unakabidhiwa hati. Sasa wewe wao wameshamuita mpaka mkuu wa mkoa, ameshazindua, wameshasema kila kitu. Unarudi nyuma kufanya nini tena? Kwa hiyo kana kwamba hilo umekosea. Sio umekosea, ndio kwamba hizo wale watu wanafanya hali hapo. Unajua wale kwambia kwa mfano bahati mbaya tumwombee Mungu, je, sema akifariki sasa hivi unaenda ujenzi. Sasa maisha yaendi hivyo kwenye timu kama Yanga. Unaona Lakini JSMC kampuni inaendesha. Sasa haiwezi kuendelea tena. Ndio maana kwambiaje huo, kama unafahamu historia huo uwanja maji ndio na ujenga kipindi cha Muro. Na akawa anatangaza, kama unafuatilia kwa ile mambo ya Yanga uulize mtu yote. Jeni Muro akaja akatangaza uwanja ule unajengwa, tugreni kura, utajengwa. Manji anasema ataujenga ni Manji ile nani yule. Manji alikuwa anahitaji kukodishiwa kwa ndani ya miaka 20 kwamba atarudisha kwa wanachama. Ndio yale ndio wao vitu vinakwenda. Wenyewe ndio watu wengi na nini, wengine hawajasoma nini. Shida ya Yanga iko moja. Sio Yanga tunadhani hata na Simba wana shida hiyo, kwamba shida ya Yanga wameshindwa kufanya timu iende kwenye kisasa zaidi. Kwa maana wao wana wanachama na washabiki na wapenzi na marafiki wa klabu mpaka nje ya nchi, lakini wanashindwa kufanya sensa ya wanachama wao ni wangapi, wa watu kwanza namba 1 membership, halafu wawe active kwa maana ya kulipa ada, na wale washabiki pia. Unakuta kuna mtu kwenye Yanga sasa hivi, unakuta kuna mtu yeye anakwenda kama kwanza anaenda kwenye mipira, ni msemaji mzuri sana kwenye Yanga, ni mshabiki mzuri, lakini ana nguvu kuliko wale wanachama walio hai. Ni makosa. Lakini wewe unayezungumza ni shabiki wa kutupu wa timu ya soka ya Simba, utayazungumza mazuri ya Yanga? Sasa masuala ya tena kusema Simba mtu usiseme ukweli au unaona je mimi ni mambo ya Simba. Mambo ya Simba. Mimi nazungumza kwenye fakti za kisasa. Yaani maendeleo, ngoja kwambie, unaona South Africa pale Joburg, unaanza viwili pale katikati ya Joburg pale Berea. Niko wote Berea. Sasa hivi ni shughuli. Yaani wanatamani kama makaburu wangejua sisi vijenga pale. Ni shughuli ile kwa kupitiki wala nini. Chukua michezo hali ya kufai. Nigeria, Sumere na pale Lagos kuna viwanja viwili vimekaa
baadaye zinaangaliana. Mmoja liko upande huu, ni upande huu. Ni shubiri. Kwani Ndio maana sasa hivi kuna satellite city. Hao Nigeria wenyewe wamejifunza Tanzania kuhama nani hapo labda kwenda Libya. Na sisi ni kwa sababu ya kuona Tanzania ndio imefanya. Kwani wewe uko timu gani? Kwani unazungumza hapa ukiwa kama shabiki wa timu gani? Mimi sio shabiki, mimi naongea reality, hapo tunapokosea. Mimi naongea kama mtaalamu. Naongea kama mtu anayeona maisha ya baadaye. Na nasema hivi, mimi naongea kwamba na washabiki wa Yanga na wapenzi wa Yanga sio Waislamu na ya kopi yake. Lakini wewe unayezungumza haya umeonekana kwenye maeneo mbalimbali na viongozi wa klabu ya soka ya Simba. Kwa nini kwenye hili la Yanga unalijia juu? Yaani kwamba utapendaje mazuri ya Yanga? Wewe kwanza namba moja, mimi kwanza nilikuwa natafuta, bado nilikuwa nafanya research kwa taarifa yako. Nilikuwa nasubiri watu nani, kuna watu wa mazingira wanakuja na nini. Nataka kwenda kupeka huo uwanja na kupeka mahakamani na uzio usijengwe. Kwa sababu lile eneo kwanza unajua lipo mpakani na eneo ambalo linataka kujenga mazingira au eneo la uwazi. Kwa wewe unaanza kutuletea jam pale ya viwanja vyako katikati ya jiji ambao sasa hivi kuna shida ya tunataka tuoteshe miti. Pale Yanga wameotesha hata miti pale. Kama wanashindwa kufanya kazi, kama wanashindwa kitu cha kufanya pale Yanga, ningewashauri wajenge supermarket pale, mall wajenge na mini mall kubwa, au wajenge super nini inaitwa mameni mall, wajenge mameni mall ambayo wanaweza kuuza product zao, picha za wachezaji, jezi, nini, makokoro yote Yanga, wapate kitu cha kuingiza pale. Kwa hiyo construction. Sasa hebu tuweke wazi. Serikali ndio imetoa ardhi, imetoa hati. Alafu wewe unakwenda kuipeleka mahakamani. Ina maana kwamba serikali haitambui kama eneo sio rafiki lile, hadi wakatoa hati. Bado nataka nipate watu wanene kina nguvu kuzuia hapo kisifanyike hichi na hichi kitokea hapa. Ndio maana mji unapangwa. Nimekwambia hivi, sasa hivi ni satellite cities zinajengwa duniani kote. Miji inajengwa nje ya miji, sio ndani ya miji. Hata ule ukumbi wa Mwalimu Nyerere umejengwa kimakosa pale. Na ndio maana sasa hivi sisi tunaona Joburg mpaka Victoria ni kilomita 58, kuendesha dakika 45. Unakuta watu wanahama. Mtu anafanya kazi Joburg anaishi Victoria. Mtu anafanya Victoria anaishi Joburg. Anaenda na treni ya umeme. Kani Yanga wangeenda pale Mlandizi wakajenga, au pale Chalinze wakajenga pembeni na mwendokasi, kwenda pale dakika 15. Tofauti na mtu anayetoka Kimara kwenda pale uwanja wa Yanga. Alafu mjini kuna majamu. Tunataka kufanya namna gani tunaupunguza msongamano wa malori katikati ya jiji, msongamano wa vitu katikati ya jiji. Uingereza kuna sehemu zimezuia magari maskari zinatembea katikati. Manchester hapa wamepunguza sehemu magari hataki kwenda mjini. Uruhusiwi kujenga chochote pale. Hata magari yanazuiwa. Maskari ndio ziende, watu watembee kwa miguu. Hauoni kana kwamba kwa sasa pale kuna mradi mzuri kabisa na limetengwa eneo zuri kabisa kwa ajili ya ujenzi huo wa uwanja Young Africans, kwamba kuna eneo pana ambalo uratibu ni mzuri? Kwa nini unazungumza haya kwa sasa? Nasema hivi, shida ya Tanzania tunaenda vice versa. Dunia sasa hivi karne 22 tunaikwenda 22 ni kwamba tunajenga satellite city, kwamba tunatoka mijini. Hiyo ndio move. Inaenda kwa sababu kuna nchi nimekwambia hapa, nchi mbili sasa hivi watoto wanateseka. Uwanja hawauoni leo, lakini miaka 30 40 baadaye wataona matatizo. Hasara hiyo uwanja itaonekana baada ya miaka 50 mbele. Ndio hicho kinaonekana pale Nigeria, Lagos, Tulere pale kwenye viwanja vyao, na kitu kinachoonekana Joburg. Mimi nakutolea mifano ambayo iko hai. Kwa Yanga sio kwa sababu wanachama na wapenzi wa Yanga ni wa Dar es Salaam peke yake. Uwanja wa hata wakitoka Tanga, wakitoka Dodoma wanakutana. Unaona bwana, unaweza uwekezaji nje huko kupanua miji, sio kwenda kukaa katikati ya jiji. Huko ni kukosa maarifa na ubunifu wa viongozi wa Yanga. Na ndio pekee Tanzania wanasema kwamba Yanga ni timu pekee mtu yote anaweza kaiongoza. Yaani mtu yote anaweza kaiongoza. Maana anaenda kiushabiki, kisiasa. Lakini mimi narudi pale. Wewe bwana ni shabiki wa kutupwa kabisa wa Simba. Unazungumza haya kana kwamba unazungumza kama kuna kitu kinakuuma hivi. Kweli, ndio huko unaishiwa hoja, unafeli. Kwa sababu nimesema hivi, kwa mujibu wa wananchi wa Tanzania wa jumla, nikiwepo na mimi, ninahitaji nipende Jangwani, kama Jangwani pale kusiwa na mbanano wa magari wa nini, kwa sababu ya klabu yangu kijiji pale uwanja kutokea jam pale watu 20,000. Ina maana kuna magari zaidi ya 1,000. Magari 1,000 yatapaki wapi? Haya pale kwenyewe pale kutitindija. Ni mto ule, ni bonde lile. Yeye unaweza kuinvest pale. Ni hela nyingi sana. Kwa nini usiende kujenga Chalinze?
karibu na mchezo wa JK pale. Sijui Yanga na Ridwan. Mbona sijui kuna karibu na Ridwan? Kwa hiyo dhamira yako ni kwenda mahakamani? Kama sitaenda mahakamani tutafanya maombi, tutafuta ule. Hadi pale ujengwe. Mbona hao sio kutumia, nishawaambia viongozi wa Yanga ni wapa siku 30. Kwa sababu hapa jengo kitu pale. Utafanya maombi? Tunaweza kufanya maombi tukafunga pia, inawezekana. Au tukaenda mahakamani, nitaangalia. Kama NEMC hawatanipa specification nzuri, mimi tunafanya kwa maombi. Kwani pale pale serikali inataka kuuza pale Mnazi Mmoja pale aliuziwa Chafda. Wananchi wakataa. Pale bwana Chafda ajenge. Mji umeshapanuka. Mtikira kaongoza maandamano, labda nyinyi mko mjazaliwa. Mtikira kaongoza tu watu wakaenda kung'oa mabati pale. Ile Mnazi Mmoja hata ilishapigwa benchi na serikali ikakubali benchi ya Mwinyi. Mwindi mmoja anaitwa Chafda. Tajiri mmoja wa Tanga. Na walikuja pale. Kwa hiyo utaongoza maombi ila uwanja usijengwe. Pale Mnazi Mmoja. Pakavunjwa mabati akavunjwa na nazungumza Jangwani pale. Kwa hiyo utaongoza maombi uwanja usijengwe. Nitaongoza maombi uwanja usijengwe. Kwa sababu tunashapa halali pale. Tunahitaji uhuru, tunahitaji jambo ile ni corridor la upepo ile. Tunahitaji upepo mzuri, kwenda kujaza magari pale 1000 hayafai. Magari watu wanaenda kazini kwa shida, ndio za watu zinavunjika, alafu naenda kutuletea mlango mmoja katikati ya jiji. Huko ni kukosa maarifa. Yaani Yanga inaongozwa na viongozi ambao wamekosa maarifa. Wana hela wamekosa maarifa. Hizo hela wanataka kutuumiza vichwa vyetu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.